Na changamoto wakati wa kuingia kwenye mifumo kwa waombaji mbalimbali wa mikopo. Na kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, waombaji waliofikia ni zaidi ya vikundi 940 ambao wameomba. Na changamoto waliokuwa wanaipata ni kwamba wakiingia kwenye mfumo, wengine sio wazoefu sana kuingia kwenye kompyuta na nini. Na baadhi ya watu wetu ambao sio waaminifu wamekuwa wakiwadanganya kwenda kwenye maeneo ya stationery ili wakajifunze, na kule wakifika wanatozwa fedha nyingi. Kwenye hilo ambalo tumelipitisha kwamba ni kwamba kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ni kwamba kwa kushirikiana na jukwaa tunaenda kutoa elimu kwenye maeneo yote, kwenye mitaa yote na kwenye kata yote, namna gani ambavyo wanaweza kuingia kwenye mifumo na namna gani wanavyoweza kuomba mikopo. Lakini pia kwenye eneo hilo la mikopo tumewasihi kwamba wiki hii ijayo tunaenda kutoa mikopo, na tutakuwa na shughuli kubwa ya halmashauri ya jiji kwa ajili ya zoezi la utoaji wa mikopo. Na lingine ambalo kwenye la mikopo ambalo tumekubaliana nao ni kwamba tutashirikiana na hizi ofisi zote kuona namna gani pamoja na taasisi za benki ambazo zimepata jukumu la mikopo kwenda kwenye ngazi za mitaa ili kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo mama zetu walikuwa wanapata wasizipate. Lakini changamoto nyingine ambayo ilikuwepo kwenye eneo hili la mikopo, wako wengine walikuwa wanadanganywa. Mtu alikuwa anauza labda vitumbua au alikuwa anauza na genge lake labda la mboga mboga. Anakuja mtu akitaka kuomba mikopo anakuambia omba labda milioni 40, omba milioni 70. Sasa yule anayeomba milioni 40 au 70, ukikuta pia hata namna gani anaweza kuandikia mchanganuo au namna gani anaweza karejesha ile pesa inakuwa ngumu. Hivyo kote huko tumesema mikopo hii ni ya kwao, ni lazima wapate mikopo. Tutakwenda kusaidiana kuhakikisha kwamba kama kulikuwa kuna changamoto ndogo ndogo tunaenda kuzirekebisha. Lakini kubwa kwa siku ya leo ni wapongeze sana jukwaa hili la wanawake la halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa kuamua kabisa kwa dhati kabisa kwenda kumuunga mkono rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Wameona Mheshimiwa Rais ametenda mema mengi makubwa. Hata kwenye eneo la mkopo tuna zaidi ya bilioni 18 ambazo ziko tayari kwa ajili ya kutolewa mikopo. Lakini kuna bilioni 17 ambazo ziko kwenye mzunguko. Hizo zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais. Tumeona wenzetu wa PPRA wamezungumza hapa. Kuna fursa ile ya 30% kwenye manunuzi ya taasisi mbalimbali za serikali ambao kundi hili wanaenda kunufaika. Hivyo maazimio yao tumewaambia kwamba tutaendelea kuungana mkono kuhakikisha wanaenda kutekeleza maazimio yao. Kwangu mimi nawapa big up sana kwenye maazimio ambayo wamefanya. Ni waombe wanawake wengine waige jukwaa hili kwenda kutoa maazimio juu ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Amefanya mambo makubwa, inatia moyo kuona kwamba kuna wenzako wanaoweza kakaa wakatafakari mambo waliyofanya na wao wakakuunga mkono. Hivyo na mimi nawaunga mkono kwa kile ambacho wamemuunga mkono Mheshimiwa Rais. Kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tumesema hakuna madirisha. Fedha za serikali zinaendelea kupatikana kila kukicha. Sisi kama serikali tunaendelea kukusanya, tunapata kodi yetu. Hivyo fedha hizi kila atakayekuwa amefikisha kiwango na kwamba amefanya tathmini anaenda kupata mkopo. Kubwa ni kwamba sisi kama serikali tunaendelea kukusanya fedha, na fedha tunayopeleka tunapeleka 10% kwa ajili ya mikopo, na wao waendelee kuomba. Na tumewaambia maafisa wetu kwamba kila anayetaka aendelee kuomba, atakayekuwa ametimiza anaenda kupata mkopo, atakayetimiza vigezo anaendelea kupata mkopo. Ukumbuke mikopo hii wako wanaorejesha, iko fedha ambayo tunakusanya, wako wanaorejesha, iko fedha ambayo tunakusanya. Maana yake hakuna limitation na kwamba umefunga dirisha. Ni sawa na benki. Benki ufungi mlango wa benki kwamba umekopa mkopo. Utakopa leo, mwenzako kesho anarudisha, wewe unakopa kesho kutu. Hivyo na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunazo bilioni 17 ziko kwenye mzunguko. Ziko bilioni 18 tayari kwa kutolewa mikopo. Lakini tunavyozungumza leo hii na kesho kuna watu wanarejesha. Leo hii na kesho kuna mapato ambayo tunayapata kama halmashauri ya jiji. Hatuwezi kusema tunafunga wakati Mheshimiwa Rais ametoa idhini ya mikopo iendelee kutolewa. Ni wasihi wanailala wote, makundi maalum, vijana, wanawake, tuendelee kukopa na ofisi zetu ziko wazi. Dar es Salaam, na shukuru ofisi ya mkuu wa wilaya kwa kutuunga mkono katika kongamano letu hili. Kama ambavyo mmesikia, jukwaa kazi yake kubwa ni kuwaleta wanawake pamoja, kujadili fursa na changamoto ambazo wanapitia katika shughuli zao za kila siku za kuongeza uchumi. Mmezungumzia kwamba tutapenda kutoa elimu kwenye ngazi ya chini. Sasa sisi kama jukwaa viongozi wetu wanaanzia kuanzia ngazi ya mtaa, na kulikuwa na changamoto ya kwamba mama maendeleo, kumbuka kwenye kila kata kuna mama maendeleo mmoja, hawezi kutoa elimu kwenye kata nzima. Kata nyingine zina mitaa zaidi ya 9, mitaa zaidi ya 10. Kwa hiyo tumeomba ushirikiano na halmashauri ili tuweze kufikisha hii elimu kwa wakina mama. Lakini mikopo hii imekuwa ikiomba wakina mama wanaenda stationery, kwa sababu kwanza unatakiwa uombe ndani ya mfumo, uweze kujua kutumia kompyuta, mjisajili kikundi chenu kwenye mfumo, then baada ya hapo muandike maandiko yenu yote mnasubmit kwenye mfumo. Tunafahamu kwamba mama wetu wanaofanya kazi huku chini bado uelewa wao kutumia teknolojia ni mdogo.
Hivyo sisi kama jukwaa tumewaomba halmashauri, tumekuwa tukitoa hiyo elimu bado, lakini kuomba zaidi watupe go ahead, lakini watupatie pia na vitendea kazi tuweze kuwasaidia wakina mama waliokuwa kule chini kabisa, tuweze kuwapatia elimu, lakini sisi kuwasaidia namna gani ya kuingia kwenye hiyo mifumo. Tutakapokuwa na kamati yetu, tutakuwa na timu inaitwa kliniki ya mikopo ya 10% ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tutatembea kata kwa kata, mtaa kwa mtaa, kuhakikisha wakina mama wanajiunda, vikundi vyao vinasajiliwa kwenye mfumo, lakini pia wanafundishwa namna gani ya kuandika maandiko yao ya kuweza kuomba mkopo. Mimi ninafanya biashara ya kuuza samaki, lakini naenda kuombea biashara ya kushona au naenda kuombea biashara ya mtu mwingine. Kwa hiyo ni vyema wakafahamu wakina mama waombe mikopo hii kutokana na biashara zao ambazo wanazifanya. Hii itawasaidia wakina mama wengi kupewa hii mikopo na kuondoa hizo sintofahamu ambazo zinatokea katika kuomba mikopo hii.